Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam Jumatatu hii Desemba 15 mwaka huu 2025 imeondoa maombi ya kesi ya dhamana iliyokuwa imefunguliwa na waziri wa zamani wa Tanzania Geoffrey Mwambe. Maombi hayo yameondolewa mahakamani hapo baada ya polisi kanda maalum ya Dar es Salaam iliyokuwa ikimshikilia kwa tuhuma za kijinai kumwachia kwa dhamana. Hata hivyo, kwa mujibu wa wakili wake Hekima Mwasipu, licha ya Mwambe kuachiwa kwa dhamana, lakini ameongezewa shitaka lingine la kula njama za kutaka kumuua mkuu wa jeshi la polisi nchini Tanzania. Mwambe, ambaye amewahi kuwa mkuu wa wilaya ya Manyoni, mkurugenzi wa kituo cha uwekezaji TIC, mbunge wa Masasi mkoani Mtwara na baadaye waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, uwekezaji na waziri wa viwanda na biashara, amekuwa akishikiliwa na jeshi la polisi nchini Tanzania tangu mnamo Desemba 7 mwaka huu 2025. Hata hivyo, Desemba 11 mwaka huu, Mwambe kupitia wakili wake Hekima Mwasipu alifungua shauri la maombi ya dhamana mahakamani hapo dhidi ya mkuu wa jeshi la polisi Inspector General IGP na wenzake wawili. Wajibu maombi wengine katika shauri hilo ni mkurugenzi wa mashtaka DPP na mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai kanda maalum Dar es Salaam ZCO. Katika shauri hilo la maombi namba 289778 mkwaju 2025 lililofunguliwa chini ya hati ya dharura, Mwambe anaomba mahakama hiyo iamuru afikishwe mahakamani na apewe dhamana kwa masharti yatakayowekwa na mahakama hiyo. Shauri hilo lilipangwa kusikilizwa Jumatatu hii saa 3 asubuhi na hakimu mkazi mkuu Gwantwa Mwankuga, lakini halikuweza kuendelea baada ya mahakama hiyo kufahamishwa kuwa tayari mwombaji alishaachiwa kwa dhamana. Kwa mujibu wa wakili wa serikali Titus Aaron, Mwambe aliachiwa kwa dhamana ya jeshi la polisi Jumapili Desemba 14 mwaka huu 2025. Wakili Mwasipu ameithibitishia mahakama kuhusu taarifa za kuachiwa mteja wake. Mheshimiwa hakimu, ni kweli mwombaji aliachiwa kwa dhamana ya jeshi la polisi jana Jumapili Desemba 14 mwaka 2025 asubuhi. Kwa mazingira haya tunaomba kuliondoa mahakamani shauri hili, alisema wakili Mwasipu. Kutokana na taarifa hizo na maombi ya upande wa mwombaji kuliondoa mahakamani shauri hilo, mahakama imeridhia na kuamuru kuwa shauri hilo limeondolewa rasmi mahakamani. Mnamo Desemba 12 mwaka huu 2025, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Murilo alitoa taarifa kwa umma ikielezwa kumshikilia Mwambe kwa tuhuma za jinai ambazo walikuwa wanaendelea kuzichunguza. Murilo alisema waliomkamata Mwambe usiku wa Desemba 7 mwaka huu eneo la Tegeta jijini Dar es Salaam. Akizungumza na wanahabari baada ya kutoka mahakamani, wakili Mwasipu amedai kuwa Mwambe alipokamatwa alihojiwa kwa tuhuma za uchochezi wa kimtandao, lakini kwa sasa anakabiliwa na tuhuma mbili baada ya kuongezewa nyingine ya njama za kutaka kumuua mkuu wa jeshi la polisi. Tuhuma kuu zinazomkabili ni mbili. Kwanza, anatuhumiwa kula njama za kutaka kumuua mkuu wa polisi, lakini hawajaeleza ni mkuu gani, na tuhuma ya pili ni uchochezi wa kimtandao ambao pia hawajaufafanua. Tulifungua shauri la kuomba dhamana baada ya kushikiliwa kinyume cha sheria kwa zaidi ya saa 24. Shauri lilikuwa limepangwa kusikilizwa Jumatatu hii, lakini jana saa 3 asubuhi, yani Jumapili, aliachiwa kwa dhamana ya jeshi la polisi na leo Jumatatu tumekwenda kuripoti polisi. Wakili Mwasipu amesema bado jeshi la polisi linaendelea na upelelezi wa tuhuma hizo na kwamba ametakiwa kuripoti tena ofisi ya ZCO Jumanne ya juma lijalo. Kwa mujibu wa hati ya kiapo kilichokuwa kinaunga mkono maombi hayo aliyokuwa ameyafungua, Mwambe alikamatwa katika makazi yake eneo la Tegeta, wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam usiku tarehe hiyo na watu waliojitambulisha kama maofisa wa polisi. Baada ya kukamatwa usiku huo, alipelekwa katika kituo cha polisi Mbweni ambako alihojiwa kwa tuhuma za uchochezi. Kisha alihamishiwa kituo kikuu cha polisi kwa usimamizi wa mjibu maombi wa 3 ZCO ambako alihojiwa kwa mara ya pili kuhusu tuhuma za uchochezi, na baada ya mahojiano hayo ya pili, Mwambe siku hiyo hiyo alipelekwa mahabusu katika kituo cha polisi Kigamboni. Desemba 8 mwaka huu 2025, wakili Mwasipu alikwenda na kuzungumza naye katika kituo cha polisi Kigamboni ambapo Mwambe alimsimulia mateso aliyopitia pamoja na kunyimwa dhamana ambayo ni haki yake ya kikatiba, na kwamba tangu tarehe hiyo alipokamatwa amekuwa kizuizini kinyume cha sheria. Sheria inaelekeza kuwa mtuhumiwa lazima afikishwe mbele ya mahakama ya sheria ndani ya saa 24 tangu kukamatwa kwake. Amekuwa kizuizini kwa zaidi ya saa 24. Mwombaji amekuwa kizuizini kwa zaidi ya siku 4 sasa, Desemba 11, bila kusahau yoyote ya msingi au maelezo kutoka kwa wajibu maombi. Inasomeka hati hiyo
na kuongeza kuwa mwombaji ana haki ya kikatiba ya uhuru wa kutembea, haki ya kuishi kama mtu huru na haki ya dhamana. Alinielekeza kuomba dhamana katika mahakama ya sheria ili kuhakikisha uhuru wake. Katika hati ya dharura, wakili Mwasipu anathibitisha kuwa uamuzi wa maombi hayo unahitaji kushughulikiwa kwa dharura sana. Anafafanua mwombaji amekamatwa na kushikiliwa kinyume cha sheria kwa zaidi ya siku 4 sasa, bila kupewa dhamana ya polisi au kufikishwa mahakamani ili kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Pia anadai kuwa mwombaji ameshikiliwa na kunyimwa dhamana ya polisi bila sababu au maelezo yoyote halali kutoka kwa mjibu maombi wa kwanza IGP na watatu. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.